mgeni rasmi na ujumbe ulioambatana nao, nafahamu yupo pia kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Namtumbo, Mheshimiwa Kasim Gunda, diwani wa kata yetu hii ya Likuyu, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji mwenyeji cha Likuyu, lakini pia na vijiji jirani naona kitambulisha. Ndugu zangu wanahabari, watumishi wenzangu wa Mantra, wananchi wote kwa ujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaomba mjibu kwa sauti kubwa salamu yetu hii mpya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na ulinzi wake ambao ametujalia. Tumeamka tukiwa salama, tukaweza kuja hapa uwanjani leo hii. Lakini pia sina budi kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuweka mazingira uwezeshi kwa wawekezaji na sisi Mantra tukiwemo, kwa sababu mazingira hayo yametuwezesha kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Mazingira hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, yametuhakikishia kwamba tunaweza kuleta mitaji yetu, tukazalisha mali, tukatengeneza faida, kwa sababu Tanzania ni nchi salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya mkurugenzi wa kampuni yetu ya Mantra, Bwana Alexander Rabchenko, ambaye ametutuma hapa kuiwakilisha kampuni siku ya leo, napenda kufikisha salamu za kampuni ya Mantra Tanzania Limited na kwako binafsi na ujumbe unaoambatana nao. Mkurugenzi wetu amefarijika sana kwamba ulikubali mwaliko wetu huu, pamoja na kwamba ratiba yako kama tunavyofahamu ni ngumu sana. Wilaya ya Namtumbo ni kubwa sana. Ungeweza kuwa upande mwingine wa wilaya ukihudumia wananchi, lakini uliheshimu wito wetu ukakubali kuja kushiriki nasi katika shughuli hii ya leo. Kukubali kwako mwaliko huu kunaonyesha utayari wako wa kutoa ushirikiano, mwongozo, ushauri na usimamizi kwa kampuni yetu tunapokuhitaji muda wote. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Mheshimiwa rasmi, leo hii kampuni ya Mantra na wananchi wa Namtumbo tunaungana na ulimwengu wote kuadhimisha siku hii muhimu sana ya mazingira duniani. Kampuni yetu imeona umuhimu wa kuwezesha na kushiriki shughuli hii kwa sababu swala la mazingira kwetu ni moja wapo ya vipaumbele ambavyo tunavizingatia na tumejiwekea na tunavitekeleza kila tunapopanga na kutekeleza majukumu mbalimbali ya shughuli za uchimbaji. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba sisi kama kampuni tunakuwa sehemu ya juhudi za serikali na wadau wengine kwenye jambo muhimu sana la kuhifadhi mazingira ambazo zinafanyika katika sura mbalimbali. Mheshimiwa rasmi, kwa sisi kama Mantra, moja wapo mambo ambayo tunakuwa tukifanya kwenye sekta hii ya mazingira, nikiangalia tu mwaka jana mwaka huu tumefanya yafuatayo. Kwa mwaka jana tuligawa miche 450 ya miti mbalimbali ya matunda, na hapa tukilenga kuhifadhi mazingira lakini pia kuboresha lishe kwenye jamii. Miti hiyo tukaigawa kwenye vikundi mbalimbali kama ifuatavyo. Tuligawa miche kwenye shule za sekondari za Dr. Samia, shule ya Namabengo, shule ya Vita Kawawa na shule ya Nasuli, lakini pia kwenye vikundi vya Green Revolution na mamalishe. Matumaini yetu ni kwamba miche hii itatunzwa, na ikitunzwa vizuri tutapata moyo wa kuongeza miche mingine kwa hao na wadau wengine. Kwa hiyo ningeomba wawakilishi wa makundi haya niliyotaja ambao wako leo wachukue ujumbe huu kwamba tutapenda kuona miche ikitunzwa ili tulete miche zaidi, na ili pia tupate ari ya kuongeza miche kwenye shule zingine na vikundi vingine. Lakini pia tumekuwa na zoezi la kujenga na kuhimiza ari ya kujifunza kuhusu mazingira kwa kutembelea shule na kutoa fursa za kushindana kwenye uandikaji wa insha zinazohusu mazingira. Hilo tumelifanya pia mwaka huu. Na mgeni rasmi, kwa nini tumehimiza swala la insha na uchoraji? Tunataka tujaribu kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Tuhimize ari ya kupenda na kulinda mazingira,
Lakini kwa wanafunzi tuwajengee uwezo wa kiuandishi. Waandishi wa habari wanafahamu umuhimu wa hili jambo, mheshimiwa mgeni rasmi. Tunataka vijana hawa kwenye hatua ya ujifunzaji waone umuhimu wa kujua namna ya kuandika kitu kinachovutia, ili tuwatumie kupeleka ujumbe wa mazingira hapa Namtumbo na mbali na Namtumbo kupitia kalamu na vipaji vyao. Lakini pia tumeweka mapipa maalum ya ukusanyaji wa taka na kuhakikisha kwamba takataka zinahifadhiwa kwa kuzingatia aina na makundi ya takataka. Pia tumeshiriki na wanafunzi kwa mwaka huu kuadhimisha siku ya mazingira duniani kwa kuwapa fursa kwa mara nyingine tena ya kushindana kuandika insha bora na kuchora michoro mizuri inayoakisi ujumbe wa mazingira kwa mwaka huu. Na mgeni rasmi, moja ya mambo ambayo tutakuwa kuyafanya baadaye ni kuwapa zawadi vijana ambao wamefanya vizuri kwenye eneo hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu pamoja na kuandaa shughuli hii kwa kushirikiana na serikali ya kijiji cha Likuyu, kama uliona kwenye ratiba yetu, pia tumemwandaa mtaalamu wetu kufanya wasilisho kuhusu mazingira kwa kuzingatia kauli mbiu mwaka huu, lakini pia tutawasilisha kuhusu mazingira kwa jumla. Na tunapenda kuahidi kwamba kama kampuni ya Mantra Tanzania Limited, jambo hili la mazingira ni jambo endelevu. Tutaendelea kuweka kwenye mipango na bajeti yetu kila mwaka kadri uwezo unavyoruhusu, na huenda kila mwaka tutaendelea kukuomba uje ubariki shughuli kama hizi, kwa sababu uwepo wako unatia uzito kwenye jambo zima. Kwa kumalizia, nichukue tena fursa hii kukushukuru sana kwa uwepo wako na kwa kusikiza hotuba hii fupi.